sababu ya kumshukuru Mungu aliyetupa neema na kibali. Ni siku nyingine tena, siku rafiki, siku nzuri ya Jumatano. Tumeendelea kumwona Mungu tangu siku ya kwanza Jumatatu, tumemwona Mungu jana Jumanne, na leo ni Jumatano. Nichukue nafasi hii mtumishi wa Mungu kukaribisha kwenye maombi haya asubuhi ya leo na majira haya. Natamani tuende mbele za Mungu tukamshukuru Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo Nazareti hai, tunasema asante Bwana kwa ajili ya wema wako na fadhili zako. Asante kwa ajili ya asubuhi ya leo. Umetulinda Bwana, umetutunza, umetupigania, haujatuacha wala kutupungukia. Tunanyenyekea kwako asubuhi ya leo tukiomba toba kwa damu ya Yesu Kristo. Mahali ambapo tumekukosea Bwana, kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, ninaomba toba kwa ajili ya kila mmoja aliyoko mahali hapa, hata anayesikia sauti hii. Ninaomba toba kwa ajili yake katika damu ya mwana kondoo. Damu yako Yesu inaonena mema, damu yako Yesu inaosamehe, damu yako Yesu inaorehemu, ikaturehemu, ikatusafishe, ikatuoshe katika jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Tunalibariki na kusifu jina lako Jehova, ni katika jina lako Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Watumishi wa Mungu, kimegeni siku nafasi kukaribisha kwenye ibada hii nzuri ya Morning Glory. Mungu ametupa nafasi, Mungu ametupa kibali kuiona siku ya leo. Natamani kukaribisha sana kwenye ibada hii nzuri ambayo tunaendelea kutembea na somo ambalo linasema usipoteze thamani yako. Yaani moja ya vitu ambavyo Mungu alikuwa ananisemesha ni kuambia watu zile thamani walizonazo wasizipoteze. Naposema usikubali ama usipoteze thamani yako, nilizungumza juzi kama mnakumbuka, nasema hivi, kila kitu ambacho Mungu amekiumba kina thamani yake. Lakini pia nikasema, lakini katika viumbe vyote mwanadamu amepewa nafasi ya pekee, kwa sababu ameumbwa kwa mfano na sura ya Mungu. Mwanzo sura ya kwanza ule mstari wa 26 na ule mstari wa 27. Nikasema hivi, shetani anaposhindwa kumwangamiza mtu hujaribu kumpunguzia thamani yake ili asiweze kutimiza kusudi la Mungu. Nikazungumza nikasema, kila mmoja Mungu ameweka thamani ndani yake, ameweka kusudi na value ndani ya mtu. Sasa shetani anachokifanya, akishindwa kumwangamiza mtu, akishindwa kumuondoa mtu kwenye ramani, vijana wanasema, anaanza kumuondolea thamani. Mtu alikuwa na thamani kubwa, lakini ghafla anaanza kupoteza thamani, anaanza kupoteza muonekano. Bwana Yesu asifiwe. Nikasema watu wengi leo wamepoteza heshima, ushawishi, nguvu za kiroho, kibali, nafasi zao kwa sababu ya kushindwa kulinda thamani yao mbele za Mungu na mbele za wanadamu. Nikasema Mungu hakukumba kwa bahati mbaya, ameweka thamani kubwa ndani yako. Na moja ya vitu ambavyo shetani anavitumia ni kujaribu kutengeneza mazingira ya kukupunguzia thamani yako. Watu wasikuheshimu, watu wasikupende. Mimi nishakutana na watu wanasema, mwanaume anasema mzee mzima ovyo. Yale maneno ya tafsiri yake ni kwamba yule mtu uzee wake hauthamini. Kwa hiyo tunapozungumzia maombi ama mafundisho ya kujifunza kujua kutunza thamani yako, ni lazima uelewe kwamba thamani ya mtu ikipotea haiwezi kurudi tena. Na hata kama utairudisha kuna gharama kubwa. Kuna watu wanaweza kama wamekuthamini pale ofisini, wamekuheshimu, wamekupenda, lakini ukiondoa thamani yako mbele ya watu, ukijidharau, ukionyesha dharau mbele ya watu, wakishakudharau ndo basi tena. Bwana Yesu asifiwe. Kwa watu ambao walikuwa na thamani kubwa, lakini adui akaondoa thamani yao, leo hawaheshimiki tena. Mimi nilikutana na familia moja. Huyu baba alikuwa ni mtu ambaye ana uwezo, ana hela nzuri, alikuwa na maisha mazuri, lakini ghafla akajiingiza kwenye pombe. Akawa anakunywa pombe, kila mtu aliyekuwa anamuona alikuwa anamdharau. Ile heshima yote hamna tena. Ni kweli ana fedha, lakini kwa sababu ya yale maisha ambayo amechagua kuyaishi, thamani kaondoka. Kwa moja ya vitu ambavyo mtumishi wa Mungu vilinde sana, linda thamani yako. Ile thamani ambayo Mungu ameiweka ndani yako, ile thamani ambayo watu wanakuona, ilinde sana. Nawaambia watu, linda status yako. Jamani, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa tukapita tukaangalia, kama unakumbuka, nikakuelezea nikasema nini maana ya thamani, nikakuelezea. Nakumbuka hapa, narudia tu kwa haraka. Nikasema thamani ni kiwango cha heshima, umuhimu, utukufu, ushawishi, maarifa ambayo mtu anayo mbele za Mungu na mbele za wanadamu, kutokana na tabia, mwonekano, wito na kusudi lake. Bwana Yesu asifiwe. Nikasema tunaposema thamani ya mtu ni identity ya mtu, ni utambulisho wa mtu. Vile watu wanapokutambua, linda sana kile ambacho kinakutambulisha. Jamani, haleluya. Nikasema kibiblia thamani ya mtu haipimwi kwa mali alizonazo, bali nafasi yake mbele za Mungu. Thamani ya mtu haipimi kwa mali. Kuna watu wengine ambao thamani yao ipo tu kwenye kinywa wanaponena. Anapokinenda kitu atasema wow, fulani amesema kitu. Kwa thamani ya mtu inaweza kuwa kwenye kinywa cha mtu.
Haleluya, watumishi wa Mungu. Na nikazungumza nikasema wanadamu wana thamani kwa sababu wamebeba kusudi la Mungu. Kwa tukapita sana jana, kama mnakumbuka, tukaangalia vitu kadhaa ambavyo tulivipitia. Kama mnakumbuka, nikasema vitu vinavyoongeza thamani ya mtu, vitu kadhaa vinavyoongeza thamani ya mtu. Tukatazama, kama mnakumbuka, nikasema moja ya jambo la kwanza ni kumcha Mungu. Ukimcha Mungu utakuwa na thamani mbele ya mtu. Mtu yote ambaye anamcha Mungu, anamtumikia Mungu. Maandiko yanasema kwenye ile Mithali tulisoma juzi, kama mnakumbuka, Mithali 1:7 tukaitazama ile. Sasa mimi leo sitaki niendelee hapa, nataka niendelee kwenye kitu kingine ambacho kinampa mtu thamani. Kitu kingine ambacho kinampa mtu thamani. Kama mnakumbuka, nikazungumza nikasema, kama mnakumbuka, nikazungumza vitu kadhaa, lakini leo tunaendelea kwenye kitu kingine ambacho kina uwezo wa kuongezea thamani. Kitu kingine ambacho kinaweza kuongezea thamani ni maarifa ya ukuaji. Maarifa na ukuaji. Naposema maarifa na ukuaji, Hosea 4:6 anasema hivi, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kadri mtu anavyojifunza ndivyo thamani yake inavyoongezeka. Kuna watu ambao alisoma, alifika kiwango fulani cha elimu. Alipofika kwenye kile kiwango chake cha elimu, kuna watu, kumbuka niliwaambia watu mbalimbali, kuna mtu alisoma mwaka 1997 huko au labda 2000 huko. Kumbuka kadri miaka inavyoenda kuna vitu vinaongezeka. Kwa wako watu ambao wanazaliwa hapa katikati, wako watu ambao wanaendelea kusoma kwa hapa katikati. Usipoongeza thamani yako uliyosoma mwaka 2000, mwaka 2015, mwaka 2000, mwaka 97, 98, usipojiongeza elimu, usipojiupdate, vijana wanasema, una uwezo wa kuondolewa, thamani yako ikaondoka. Hata kama ulikuwa na akili nzuri, hata kama ulikuwa unaisaidia ofisi kiasi gani, lakini usipojiongeza, usipojiendeleza kwenye elimu, adui anasababisha kwenye Mungu wa roho, adui anawapa mabosi zako nguvu ya kukukataa. Siko mmenelewa, watumishi wa Mungu. Kwa kitakachoweza kukusaidia mtumishi wa Mungu uendelee kuthaminiwa, uendelee kuheshimiwa pale ofisini, jiendeleze kielimu. Nazungumza hapa kwa wale ambao wanafanya kazi. Lakini pia kama ni mwanamke umeolewa, hata kama umeolewa mwaka 1990, jitahidi kuendana na nyakati tulizonazo. Jamani, haleluya. Nilikutana mama mmoja eti huyu mama yuko vururu. Naposema vururu, haogi, hata kuoga kwenye nywele hachani. Anambia nimeolewa ndo basi. Sikia nikwambie, hata kama umeolewa kwa nyakati tulizo nazo, miaka tulio nayo ni kipindi cha kukaa smart. Jamani, haleluya. Watu hawakupendi tu, yaani usitoketemete kwamba mume atakupenda kwa sababu tu amekuoa ndio usijidhani, usijidhamini. Hivyo na wababa, lazima ujiheshimu, ujithamini, usiishi miaka ya ukale. Kadri tunavyoenda, ishi sawa sawa na nyakati tulizo nazo. Kwa moja ya vitu ambavyo vitakusaidia mtumishi wa Mungu ili kuendelea kuthaminiwa, kuendelea kuheshimiwa, kuendelea kuongeza value ya heshima yako ni kutembea na nyakati, lakini pia kujiupdate, kujiongeza, kujiendeleza. Maandiko yanasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa kuna watu ambao wanaondolewa ofisini kwa sababu ya kukosa maarifa, wanakosa ujuzi. Na niliwaambia watu maarifa, nikasema hivi, unaweza kuwa ni daktari, unaweza kuwa ni mwalimu, unaweza kuwa ni dereva, unaweza kuwa ni vyovyote ulivyo. Pale ambapo unapofanya pale ofisini, jitahidi sana kuendana na nyakati tulizo nazo. Iwe ni mtumishi, iwe ni yoyote, jitahidi sana kuendana na nyakati tulizo nazo. Ukikaa nje ya mfumo wa nyakati tulizo nazo, utakosa thamani mbele ya watu. Hawatakuheshimu tena. Nyakati tulizo nazo ni nyakati za kuendana na nyakati. Sio kwamba uvutwe na dunia, no. Naposema kuendana na nyakati, yani kwamba hata kama watu watakuona ni mtu mzima, lakini unakuta kuna vitu na wewe unavielewa, unavifahamu. Bwana Yesu asifiwe. Nilikutana na mama mmoja mahali fulani akasema, mchungaji, mimi nafanya kazi ofisini, lakini hapa katikati mtumishi wa Mungu, bosi ameanza kunipiga vita sana. Ananipiga vita sana, lakini mwanzoni mimi nilikuwa nakubalika sana na bosi. Nikamuuliza, mama, pale ofisini umeajiriwa mwaka gani? Akamwambia, mchungaji wewe acha. Mimi nimeajiriwa tangu mwaka 1995 ndio nimeajiriwa kwenye ile ofisi, ni daktari huyo mama. Lakini hapa katikati wamekuja mabinti wengi, vijana wengi wa umri huu wanaita vijezi hao. Wameinuka wengi, wanafanya kazi pale. Nimeshangaa hizi naanza kukataliwa, naanza kuchukiwa. Kazi ngumu zile ambazo walikuwa napewa, ambazo ni za nyeti wanapewa wengine. Nikasema, mama, ni kweli unaweza kuwa unakataliwa, unachukiwa, lakini je, elimu yako inaendana na nyakati tulizo nazo? Sasa kuna mifumo imebadilika. Kuna tehama sasa tunatumia mifumo kazi data. Watu wanatumia mifumo ya teknolojia kuanzia sasa. Sasa si ukiendana na miaka ile ya kipindi kile mpaka ubofye ama uandike na mkono. Sasa watu wanatype, wanatumia mifumo, wanatuma vitu kupitia mifumo. Kwa hiyo jitahidi sana mama kujiupdate. Kama ni elimu, nenda kajiendeleze. Kwa moja ya vitu ambavyo mtumishi wa Mungu vitakuongezea thamani, jitahidi sana kujiendeleza. Endana na wakati, endana na nyakati tulizo nazo. Jamani, haleluya. Kuna maana unaweza kusema ameniloga, kumbe hujalogwa, ni kwa sababu wewe unaishi maisha ya ukale. Sio kama nielewa, watumishi wa Mungu. Nendana na mazingira tulio nayo.
Iwe ni baba, endana na mazingira tulionayo. Iwe ni mama, endana na mazingira tulionayo. Usipoendana na mazingira tulionayo, kuna wakati niliwaambia watu, usipotaka kubadilika, mazingira yatakubadilisha. Na mazingira yakikubadilisha ndo kuna gharama. Ndio shangaa unaanza kukataliwa, watu wanaanza kuchukia, huyu hafai tena, huyu hawezi kuthaminiwa tena. Ni maombi yangu Mungu akupe neema ya kujiupdate kwa jina la Yesu. Jamani, haleluya. Kwa vitu ambavyo vinaweza kuondoa thamani yako ni kuto kupata maarifa, kuto kukua kiroho, maarifa kuto kuongezeka. Jamani, haleluya. Lakini jambo lingine pia ambalo litakusaidia, jambo lingine pia ambalo tunaendelea kulitazama, moja ya vitu ambavyo kumbuka hapa tunatembea, tunajifunza na tunaendelea kuangalia, nikasema vitu vinavyoweza kuongeza thamani yako. Nikasema moja ya jambo la kwanza, kama mnakumbuka, tukapita kwenye ile jambo la kwanza nikazungumza habari kwa kumcha Mungu, lakini pia nikasema jambo la pili hekima, lakini jambo la tatu tukaangalia nikasema uadilifu. Lazima uadilifu, tulipita jana na leo pia nimejuzi, lakini pia nikasema lakini jambo lingine pia ni nidhamu. Kwa vitu ambavyo ndio vinaweza kukuongezea thamani mbele ya watu, nikasema nidhamu. Lakini pia leo nimeangalia nikasema maarifa na ukuaji. Usipojiongeza, usipoji-update, utakataliwa na mfumo, utakataliwa na mazingira, watu watakukataa, watu watakuchukia, watu watakudharau, watakuziaki. Kwa nini? Kwa sababu unaendana, umeshindwa kuendana na wakati, umeshindwa kujiongeza, kuongeza maarifa. Jamani, haleluya. Jambo la tatu, jambo lingine, na kumbuka nikasema kadri mtu unapoongezeka ndipo thamani yako inapoongezeka. Yaani kadri unavyoendelea kusoma, na ndio maana sasa utakuta mtu nakumbuka nadhani ni mwaka jana Tanzania wakazungumza na nadhani viongozi serikali wakasema yoyote ambaye ni mwalimu alikuwa na certificate aenda akajiendeleze. Sasa ukikaa nje kusema mimi kujiendeleza siwezi tena kusoma, ndio unakataliwa. Unashangaa kila shule unakopelekwa wanakufukuza. Kwani kwa sababu umeshindwa kuendana na nyakati zilizo nazo. Wamesema ulikuwa na diploma na certificate, nenda katafute diploma, katafute degree, jiendeleze, kubali kuendana na mazingira tulionayo, thamani yako itaongezeka, na hata kama mshahara kaposho kako kataongezeka kule ofisini. Jitahidi sana kujiupdate, jitahidi sana kuendana na nyakati tulizo nazo. Jamani, haleluya. Jambo lingine pia ambalo linaweza likakuongeza thamani yako ni unyenyekevu. Moja ya vitu ambavyo mtumishi wa Mungu utaheshimika ofisini kwako, thamani yako itaendelea kuongezeka, ni unyenyekevu. Naposema unyenyekevu, jitahidi sana kutembea kwa kunyenyekea, kushuka, kuheshimu kila mtu. Unyenyekevu sio dhambi. Unyenyekevu ni kitu ambacho kinakupa value kwa watu, kinakuongezea thamani. Jamani, haleluya. Kwa moja ya vitu ambavyo vitakusaidia mtumishi wa Mungu uongezeke value yako, watu wa kuheshimu, watu wa kupende, ni kutembea kwenye unyenyekevu. Yakobo 4:10 anasema ajinyenyekezea, anasema nyenyekeeni mbele za Bwana naye atawakuza. Kwa kumbe ukinyenyekea, unapotembea kwa unyenyekevu, Mungu anakuongeza, Mungu anakuinua, thamani yako inaongezeka. Mungu akupe neema ya kunyenyekea. Acha kiburi. Wako watu thamani kwenye ndoa zao zimeondoka kwa sababu ya kiburi. Mimi nimekutana na hizo kesi kama mchungaji. Unakutana na familia, mume anakuja anambia mke wangu, bwana, wakati namuoa alikuwa anapiga magoti, asante mume wangu, nikimpa hela anashukuru sana, anapiga paka magoti, chakula ananiandalia anapiga magoti, maji ananipashia maji ya moto, ananipekea mpaka bafuni. Lakini sasa hizi mke wangu kiburi, nikimwambia maji bafuni, chakula hujui kinapokaa. Sio nini hivyo. Kwa moja ya vitu ambavyo vitakuondoa thamani mbele ya mumeo, thamani mbele ya mke wako, unyenyekevu. Nazungumza pia hata na wababa, nyenyekea, shuka, nyenyekea. Mfanya kazi, shuka, nyenyekea kwa bosi wako, acha kiburi. Watu wengi wanaondolewa kwa sababu ya kiburi, wanafukuzwa kazi kwa sababu ya kiburi, hawainuliwi kazini kwa sababu ya kiburi, hawapewi promotion kwa sababu ya kiburi. Mungu akupe neema ya kunyenyekea na kushuka mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sio kama naendelea mtumishi wa Mungu. Jitahidi sana kunyenyekea. Acha kiburi, acha dharau. Shuka, nyenyekea, heshimu watu. Jamani, haleluya. Nadhani mnaelewa watumishi wa Mungu. Jitahidi sana kushuka, jitahidi sana kunyenyekea. Na kadri unaponyenyekea, Mungu anakuongeza, anakupandisha. Maandiko yanasema yeye Mungu anawakweza wale wanyenyekevu na kuwapa neema. Jitahidi sana kunyenyekea. Mnanielewa mama? Mnanielewa mabinti? Mnanielewa vijana? Jitahidi sana kunyenyekea. Bosi ili akuheshimu, ili aendelee kukupa heshima pale ofisini, ili uendelee kuheshimika pale kazini. Nyenyekea kwa wafanyakazi wenzio. Usijikute wewe ndio kila kitu. Hata kama ni bosi wao pale ofisini, nyenyekea. Kwani kushuka kuna dhamani, kuna dhambi gani? Shuka, nyenyekea, tengeneza heshima mbele zako. Kwa moja ya vitu ambavyo vitakuongezea heshima, uendelee kuthaminiwa, ni unyenyekevu. Mimi nimekutana na baba mmoja. Huyo baba ni mkuu, ni CEO. Ni mtu mkubwa kabisa. Lakini akishuka anapoongea kana kwamba hana watu chini yake. Lakini mtu mkubwa anafanya kazi ofisi kubwa. Lakini ananyenyekea. Sasa hizi mchungaji au kama ni watu wafanya kazi wake, mnaendeleaje? Anamsikiliza kila mmoja.
Kwani kuna dhambi gani? Na kile ambacho kinamsababisha nyenyekee, na kile kitendo cha kunyenyekea ndio watu wanaendelea kumheshimu. Jamani bosi, kweli kabisa. Hivi nyenyekea, mtumishi wa Mungu. Kunyenyekea kunakupa nafasi ya kuendelea kupandishwa, kuendelea kuinuliwa. Kwa unyenyekevu ni moja ya vitu ambavyo vinaendelea kutengeneza thamani yako na kukubalika. Jamani, haleluya. Jambo lingine pia nimesema hapo kwenye unyenyekevu, nikasema Mungu huinua wanyenyekevu. Mungu anawaongezea heshima wale wanyenyekevu. Jambo lingine ambalo linaweza kukuongezea thamani, linaweza kusababisha heshima yako na thamani yako kuendelea. Jambo lingine ni uaminifu. Uaminifu. Moja ya vitu ambavyo watu wameshindwa kuheshimika na watu, wameshindwa kukubalika na watu ni kutokuwa uaminifu. Uaminifu utakukosesha kibali kwa watu. Uaminifu utaendelea kukusababisha uendelee kukaa chini, uendelee kuwa mtumwa. Lazima uwe mwaminifu. Mwaminifu kwa madogo. Biblia yenyewe inasema ukiwa mwaminifu kwa yale madogo unayopewa, Mungu anakuongeza na unaendelea kupanda kwa makubwa. Sasa kuna mtu umepewa tu 10,000 unaiba. Umepewa tu 100,000 unaificha. Umepewa tu pesa zimepita mbele zako, usaini mkataba, unapitisha mipanga hapo juu. No. Huwezi kuwa na thamani mbele ya watu usipokuwa mwaminifu. Kwa moja ya vitu ambavyo mtumishi wa Mungu itakusaidia sana, uaminifu utakuongezea thamani yako. Watu ambao kwa uaminifu wakaongezewa thamani, wakakubalika mbele ya watu, wakakubalika mbele ya jamii kwa sababu ya uaminifu, wakati mambo madogo. Kwa moja ya vitu ambavyo vitakusaidia mtumishi wa Mungu, kuwa mwaminifu. Tengeneza uaminifu. Jenga mazingira ya kuaminika. Jenga mazingira ya uaminifu. Jamani, haleluya. Ukisoma kile kitabu cha Injili, kile kitabu cha Injili ya Luka sura ya 16 mstari wa 10. Anasema aliye mwaminifu katika lile dogo, anasema yule aliye mwaminifu katika lile dogo, Mungu atamkweza katika lile kubwa. Umepewa cheo, labda nafasi fulani, labda UHR mali fulani, wewe ndio kila kitu. Panga likipita unapika nalo. Au umepewa tu nafasi labda kwa sekretari, sio mwaminifu, pesa ikipita jenga uaminifu, na uaminifu utakutengenezea mazingira ya kubarika, ya kuheshimika, na kujenga status yako, na kujenga mtu wa Mungu, na kujenga uaminifu mbele ya watu. Kwa ili usipoteze thamani yako, mtumishi wa Mungu, ili watu waendelee kukubali, thamani yako endelee kuongezeka, jenga uaminifu katika jamii, jenga uaminifu kwenye familia, jenga uaminifu kwenye ndoa, jenga uaminifu kwenye nchi, jenga uaminifu kila eneo. Ukiaminiwa, aminika na wewe. Jenga uaminifu. Na mimi nataka niwe na wewe mtumishi wa Mungu asubuhi leo. Kwa sababu tuingie kwenye tukaombe. Mungu, kama kuna mali tulipoteza thamani yetu kwa sababu kosa uaminifu, tulipoteza thamani yetu kwa sababu kosa unyenyekevu. Mungu atusaidie, tunyenyekee, uaminifu, ili tukasimame tena na tukainuke tena. Jamani, haleluya. Natamani tukaombe mimi na wewe asubuhi ya leo. Kama na mwanao pia muombe. Wengine wamefukuzwa kazi kwa sababu kosa uaminifu. Wamefukuzwa kazi kwa sababu kosa unyenyekevu. Wamefukuzwa chuo, shule kwa sababu kosa unyenyekevu na uaminifu. Natamani tukaombe. Wengine wameachika kwenye ndoa kwa sababu ya kukosa uaminifu. Haraka tukaombe, tumwambie Mungu tupe uaminifu, tuondolee kiburi, tupe unyenyekevu, tupe kushuka na kunyenyekea. Twende mbele za Mungu, naomba nifuatishe maombi haya. Sema: Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru Bwana. Asante kwa ajili ya asubuhi ya leo. Nimejifunza neno lako ya kwamba kumbe ili niendelee kuwa wa thamani, nisipoteze thamani yangu, lazima nijifunze kuwa mnyenyekevu, nijifunze kuwa na nidhamu, kuwa heshima, kuwa mwaminifu. Nimejifunza hayo Bwana. Nasogea kwako wakati una majira haya, pale ambapo nilipoteza thamani yangu kwa sababu ya kukosa uaminifu. Nisaidie Bwana, niondolee kiburi, niondolee dharau, nipe kunyenyekea, niwaheshimu watu, niwapende watu, nijitume Bwana. Nisaidie mtoto wako, nisaidie mtumishi wako, achilie unyenyekevu ndani yangu, niondolee kiburi, niondolee majivuno. Ninakataa kabisa hiyo roho ya kiburi kwa damu ya Yesu. Toka kwa jina Yesu, achia mwili wangu roho ya kiburi, na ikataa leo, na ikataa leo. Hebu omba mtumishi wa Mungu, wewe ndio unayejijua ni kitu gani ambacho kimekutoa kwenye kazi, ni kitu gani ambacho kinaendelea kusababisha usiendelee kuheshimiwa. Yamkini ni kiburi, yamkini ni hasira, yamkini ni kukosa unyenyekevu. Kataa hivyo vitu, mwambie na kataa kwa jina Yesu. Roho ya kukosa unyenyekevu na ikataa kwangu, na ikataa kwa maisha yangu, kwa watoto wangu, kwa jina la Yesu. Naombea unyenyekevu, naombea upole, naombea kushuka, naombea kunyenyekea kwa watoto wangu na wadogo zangu kwa damu ya Yesu. Naombea neema ya kunyenyekea, naombea neema ya kukubalika. Najipatanisha sasa na bosi wangu. Hebu omba upatanisho, mwambie haijalishi nilianguka, najipatanisha tena na bosi wangu, na anaanza chansi. Mungu nipe nafasi nyingine, kama vile Samsoni
jioni, aliyesema Bwana, naomba nafasi nyingine ya kukubarika pale ambapo nilijidharau, pale ambapo nilidharaulika kwa sababu ya mienendo yangu, nipe nafasi nyingine kwa damu ya mwana kondoo. Shetani sikia, hata kama ulinifunga, ulinikamata, ulinishika kwa sababu kukosa hekima, kukosa unyenyekevu, leo ninaita kibali changu kikarudi tena, nikaheshimike tena, nikathaminiwe tena katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Mungu akupe neema, mtumishi wa Mungu. Mbingu ziwe pamoja nawe, heshima yako ikarudi tena, kibali chako ikarudi tena, watu wakaheshimu kama mwanzo, na mbingu iwe pamoja na wewe. Mungu akubariki sana, Mungu akutunze na kutakia asubuhi njema. Lakini pia wale ambao mnafuatilia, usiache kuendelea kuachilia sadaka yako, na wache niombe kwa ajili ya sadaka ya maombi haya ya kuongeza value. Kama kuna watu walitoa masadaka mabaya ili ukataliwe, uchukiwe na bosi wako, thamani yako iondoke, wamekuchafua ili thamani yako ichafuliwe, nataka nikuombee. Mungu wetu na Baba, tunakushukuru sana kwa ajili ya mtumishi wako huyu ambaye ameshika sadaka yake kwa ajili ya maombi haya. Kambariki Bwana aliyoko Tanzania, walioko nje ya Tanzania. Kawabariki kila mmoja ambaye alitolewa sadaka mbaya kwenye mamiungu yoyote, wakatamka mabaya kwamba thamani yake ipotee. Ninatamka neema ya kukubarika, kutafutwa na kuuliziwa katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu. Tunakamilisha tena kesho asubuhi na mapema saa 12:30, saa 12 kamili kwenye ibada yetu ya Morning Glory. Amen. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Asante. Uwe na siku njema. Amen.